Yes, popote ambapo nafuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo, ukiwa na mimi mtangazaji wako Mario, na naendelea kukushukuru sana kwa kuwa umeendelea kuwa mdau mzuri na mfuatiliaji wa vipindi mbalimbali, matukio, lakini pia shuhuda za matendo makuu ambayo Mungu anaendelea kutenda katikati ya watumishi wa Mungu. Na leo tulikuwa na mtumishi wa Mungu kanisani hapa, kanisa la TAG City Light Temple, kanisa linalochungwa na mchungaji Mlenda Omari. Na tumekuwa na semina ya siku 5 na tumekuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji na katibu mkuu mchungaji Joseph Marwa, na hapa tunatamani kupata historia ya mchungaji. Kuna mtu ambaye hamfahamu kabisa mchungaji Mlenda ni nani, alianzia wapi huduma. Yuko hapa Matosa, lakini kuna mahali alianzia huduma. Basi tutakwenda kuanza safari, kusikiliza safari yake ya utumishi, namna Mungu alivyomuita, mafanikio katika huduma yake kwa kipindi chote toka Mungu amemuita, lakini pia mafanikio ya safari ya utumishi toka amekuwepo hapa kwa miaka 3. Tunajua kanisa hili awali lilikuwa linachungwa na mtunza hazina mkuu ambaye sasa hivi alikuwa ni mchungaji Nimrod Diswai, ambaye alipandishwa nafasi ya juu kuwa mhazini mkuu wa taifa. Na kwa hivyo mwaka 2022 sasa mchungaji Mlenda alitoka kule Kigoma akahamia hapa. Tunatamani pia kusikia mafanikio yale ambayo yamepatikana kwa kipindi cha miaka hii 3. Basi ninakukaribisha sana katika mahojiano haya mafupi na Mungu akubariki. Baba shikamoo. Marahaba, hujambo? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hongera kwa huduma. Asante, nashukuru Mungu. Ndio. Tunaomba tuanze kwa kukufahamu kabisa, kwa ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, mfahamu mchungaji Mlenda ni nani. Karibu. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Dr. Mlenda Omari, askofu, sijui nisema askofu mstaafu, ila nilikuwa askofu huko magharibi kwa nilihudumu kama askofu kwa miaka mingi. Nilianza kuhudumu kama makamu askofu wa jimbo la magharibi tukiwa na askofu Emmanuel Senge, tukihudumia mikoa 3. Samani, kabla ya kufika huko kwenye uaskofu, tukurudishe nyuma, tumfahamu kwanza mchungaji Mlenda alianzaje huduma, namna ulivyoitwa mpaka ukaja kufika kwenye kuwa askofu. Kuitwa kwangu kwa kweli namshukuru Mungu, ndio maana nimeandika kitabu kwa Kiingereza kinaitwa Mercy Found Me. Neema ilinipata. Kuna maandiko mengi, lakini niseme tu ili ambalo tuko nalo mwaka huu, Nyakati wa Kwanza sura ya 10 mstari wa 6 na wa 5 na wa 6, ambayo ni habari za Sauli, ambao Samuel anamwambia utakutana na watu wanatoka juu, nao watakuwa wamebeba filimbi na kila aina ya ngoma, nao watakuwa wakitabiri, na wewe utaungana nao, na wewe utatabiri, na Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, nawe utabadilishwa kuwa mtu mwingine. Utabadilishwa kuwa mtu mwingine. Sasa huwa ninasema Roho Mtakatifu, moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ana kazi nyingi. Roho Mtakatifu ni kidole cha Mungu, na kidole kinaonyesha njia, kidole kinachagua. Ndio maana hata katika Agano Jipya Roho Mtakatifu akasema nichagulie Paulo na Barnaba kwa ajili ya kazi yangu. Kidole kinachagua. Sasa mimi kwa historia yangu kwa ufupi, hasa iko kwenye hicho kitabu. Kwenye detail sana hicho kitabu ambao tumekifanyia tukio hapo South Africa.
na kimekubalika sana South Africa kwa sababu kina ujumbe ambao ni hiyo mercy found me. Mercy yenyewe ni huruma ya Mungu, na mimi huwa nasema kwamba ni huruma ya Mungu kwangu, kwa sababu mercy ya Mungu ni huruma, ni msamaha, ni upendo. Sasa ni upendo unaenda kwa mtu ambaye aliyekuwa anastahili adhabu, mtu ambaye alikuwa anastahili adhabu, alafu huruma ya Mungu inamfunika. Ndio akina sisi. Historia yangu ni ndefu sana, lakini nilitoka kwenye Uislamu. Tukio ambalo limefanyika leo, umezinduliwa ofisi, nao ni moja ya matunda ambayo umeyapata ulivyokuja hapa. Namshukuru Mungu. Kitu ambacho ilikuwa kinanisumbua ni ofisi. Toka nimefika hapa nilikuwa sina ofisi. Na namshukuru Mungu kwamba wakati mwingine nikiwa na kaneema naweza nikaita mtu mmoja, viongozi na nini wanakuja. Na hata mwaka juzi tulikuwa na tukio la kutanishati. Tukaita kiongozi mmoja mkubwa, waziri kuja. Yaani tulishindwa kumleta hapa, sina ofisi. Kwa hiyo tulikutana naye uwanjani huko na tukamalizana uwanjani. Kwa hiyo utamleta, hakuna ofisi. Na ilikuwa inanipa stress kidogo nikikumbuka ofisi niliyoacha. Maana ofisi niliyoacha ni ya ghorofa. Sasa hapa sina kwa mwaka huu wa 3 sasa. Nikitaka kukutana na watu ni pale pale madhabahuni, mtu anakuja. Kwa hiyo hicho kitu kilikuwa kinanisumbua sana. Kwa nikana muomba Mungu anipe ofisi. Kama Mungu nipe ofisi. Na kwa sababu hapa tulikuta kidogo kuna haka kanani walikuwa wamekaweka. Kasema Mungu nipe ofisi. Basi nimemuomba. Na leo ninajisikia vizuri, maana kama kule Kigoma nilikuwa nikiangalia washirika na wangalia. Pale kama ilivyokuwa. Kwa hiyo nikamshukuru Mungu kwamba amenipa ka ofisi kajuujuu kidogo, kwamba naangalia washirika wameanza kuingia. Kwa hiyo nikafurahi, angalau kama niweka vizuri ya. Hata hii ule upande wa kule wakati nimeingia kule madhabahuni, vile ndivyo kanisa langu liliacha Kigoma. Sasa kitu cha kwanza kufika hapa nikasema ile madhabahu Kigoma nilete hapa. Kwa nilifanya kaela nilikokuwa nako angalau niweke pale ili boresha muonekano wa pale madhabahu. Ukaonekana kama vile wa kule nyumbani. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza nilichofanya. Ili uwepo pale ujifeel kama uko pale. Yes. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Mioyo yetu sifa Bwana, tumejaza mioyo yetu sifa, tukupewe. Tumejaza mioyo yetu sifa Bwana, tumejaza mioyo yetu sifa, tukupewe. Leteni sadaka nzuri mbele zake.
wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi, hey, na vinanda wakimsifu Bwana aliye juu. Mpeni Bwana utukufu wake.
Haleluya, makofi mengi kwa jeshi kubwa. Haleluya, haleluya. Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Mbarikiwe sana jeshi kubwa. Wakati huu praise team, karibuni, karibuni kabisa, kwa haraka tukomboe wakati. Ni kwaya pamoja sasa, tusimame wote. Wengine tulikuwa tunacheza tu kwenye viti, sasa tuone na wewe step yako. Na hii ni step ya wale waliojifunza pamoja. Hapa kila mtu na Roho Mtakatifu atakaposhushiwa namna ya kucheza. Haleluya. Tusimame basi wote, tusimame wote. Praise team, twende tukomboe wakati.